Sheikh akazungumza maneno kidogo katika hadithi hii. Katika kauli yake Mtume alayhi salam aliposema wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, yani la nunazi'a wulata al-umur ma wallahum Allah alaina. Maksudi yake maneno ya Mtume alayhi salam haya ni kwamba tusiwaezue na kuwaondoa watawala katika yale ambayo Allah amewatawalisha juu yetu, alafu tukachukua ule utawala. Fa inna hadhihi almunaza'a tujibu sharran kathira. Sheikh anasema hakika huku kumuondoa kiongozi katika mamlaka yake kunawajibisha shari nyingi sana, wa fitanan adhima, vile vile kunapatikana fitna nyingi, balaa na shari nyingi, wa tafarruqan baina almuslimin, lakini pia kunapatikana kuchenguka baina ya Waislamu, na wala haukupata maangamivu umma wa Kiislamu illa munazat al-amri ahli au ahlahu, isipokuwa ni kwa sababu ya kuwaezua ule utawala wa tawala. Yani umma wa Kiislamu haujapata madhara na taabu na shari isipokuwa kwa sababu ya jambo hili, kwa tafsiri ya na itakuwa sahihi zaidi, sababu hii nusu yangu hii pia ina taabu kidogo. Sheikh anasema min adi Uthman radhiyallahu anhu ila yawmina hadha, toka kuanzia zama za Khalifa Uthman ibn Affan mpaka katika zama zetu hizi, katika siku zetu hizi imebakia hivi, kwa sababu walianza ufisadi kule, wakapambana na mtawala Uthman ibn Affan, ikabakia maangamivu katika umma huu. Qala ma afsada an-nas illa munaza'atu al-amri ahlahu, watu hawajafisidika isipokuwa kwa sababu ya kuwaezua viongozi katika jambo lao la uongozi. Sheikh akaendelea kusema ya kwamba suala la watu kumuondoa kiongozi katika uongozi wake ni lazima kuwe na shurut. Akasema qala illa an taraw kufran bawaha indakum fihi min Allah burhanun, isipokuwa pale mtakapoona kufuru ya wazi, kufuru ambayo mnayo ninyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hujja ya wazi kwamba hii ni kufuru ya wazi. Sheikh akasema thalathatu shurut, hayo ni masharti matatu. Irra'ayna hadha, tutakapoyaona haya na kukawa chini ya masharti haya matatu, basi wakati huo tutawezua viongozi na watawala katika jambo lao. Wa nuhawilu izalatuhum an wilayati al-amr, na tutajaribu kuwaondoa wao katika utawala wao, lakini bishuruti thalatha, lakini kwa haya masharti matatu Sheikh akayataja hapa. Sharti la kwanza an na'lama kufran la fisqan, tujue kwamba hiyo ni kufuru aliyoifanya na wala sio ufasik. Alfusuq mahma fasaka ulatu al-umur, uovu vyovyote watakavyofanya viongozi, la yajuzu al-khuruj alayhi, haijuzu kutoka chini yao. Yani ikiwa ni uovu tunafanya kiongozi, basi hakuna kuhamasishana wakati huo tukamuondoa kiongozi katika uongozi wake. Sheikh akasema lau sharibu al-khamra, lau kama jalia viongozi wakanya pombe, ni mnywaji wa pombe kiongozi, au lau zanam, au kiongozi mzinifu, au dhalamu an-nasa, au kiongozi anadhulumu watu, la yajuzu al-khuruj alayhi, haijuzu kutoka chini yao. Kwa maana maadamu haya wanayoyafanya sio ukafiri, ni ule ufasiki na uovu, basi wakati huo haijuzu kutoka chini ya taa ya kiongozi. Lakini idha ra'ayna kufra sarihan yakunu bawahan, lakini pale tutakapoona kufuru ya wazi ambayo iko wazi, wakati huo inakuwa sharti imetimia.
الثالث شرط لتات الكفر البواح وهذا معناه الكفر الصريح pale utakapoona kufuru ya wazi shaka nasema na maana yake ni ile kufuru ya wazi والبواح الشيء البين الظاهر na albawah maana yake ni kile kitu kilichobainika kiko wazi dhahiri fa amma ma yahtamilu at-ta'wil fala yajuzu al-khuruj alayhi amma ile kufuru ambayo ndani yake kuna ihtimali je hicho alichokifanya ni kufuru au sio kufuru Sheikh anasema wakati huo haijuzu kutoka chini ya toa yao kisha akataja sharti la 4 Sheikh hapo akasema indakum fihi min Allah burhan kufuru ambayo mnayo ninyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au kwa Allah subhanahu wa ta'ala hujja ya wazi kwamba hii ni kufuru yakitimia masharti hayo ndipo tuambiwa tunaweza tukatoka chini ya toa yake lakini Sheikh akaongeza jambo muhimu pia wa idha ra'ayna hadha mathalan fala tajuzu almunaza'a hatta takuna ladaina qudratun ala izalatihi Sheikh anasema tukiyaona haya yote yametimia kwa mfano basi haitojuzu kupambana na kiongozi mpaka iwe kwetu sisi tuna uwezo juu ya kumuondoa kiongozi yani jalia mambo haya yametimia lakini tukijipima katika upande wa nguvu hatuna nguvu ya kumuondoa kiongozi huyo basi wakati huo Sheikh anasema haijuzu fa in lam yakun ladaina qudra fala tajuzu almunaza'a na ikiwa hatuna sisi uwezo basi haijuzu wakati huo kupambana na kiongozi لانه ربما اذا نازعنا وليس عندنا قدره يقضى على البقيه الصالحه وتتم سيطرته Sheikh anasema na huenda sisi tutakapopambana na kiongozi na wakati huo hatuna nguvu huenda wakamalizwa hata wale watu wema waliobakia na ukatimia ule utawala wake wa kidhalimu kwa hivyo hili ni jambo la kuchungwa sana kuwa ninyi mnataka muondoe kiongozi je mna nguvu ya kumuondoa huyo kiongozi kama mnayo maneno kwa sababu masharti yale yametimia lakini kama hamna nguvu basi fanyeni subra bakieni na hali yenu mlionayo na hiyo ni bora kwenu Sheikh akasema maneno muhimu katika darasa hii anasema amma qawlu ba'dhi an-nas as-sufaha amma qawli ya baadhi ya watu wapumbavu wanayosema innahu la tajibu alaina ta'atu ulat al-umur hakika mambo yalivyo haiwajibiki kwetu sisi kuwatii watawala illa idha istaqamu istiqamata at-tamma isipokuwa pale ambapo watawala watakuwa wamenyooka kuna baadhi ya watu wakasema maneno haya Sheikh anasema Sheikh kawaita sufaha upumbavu wakajizungumzia hivi kuwa haijuzu kwetu sisi na wala sio wajibu kwetu sisi kumtii kiongozi ikiwa mtawala huyo au kiongozi huyo hajanyooka Sheikh anasema fahadha khata'un wa hadha ghalatun wa hadha laysa min ash-shar'i fi shay hili ni kosa na huku ni kuchanganya habari na hili halipo katika sheria chochote bal hadha min madhhab al-khawarij bali hilo la kwamba hatuwezi kumtii kiongozi mpaka kiongozi anyooke Sheikh anasema haya ni katika nyenendo na madhhabu ya wale makhawarij alladhina yuriduna min wulati al-umur an yastaqimu ala amri Allah fi kulli shay makhawarij ambao wanataka wao
wataka watawala wanyooke, wasimame sawa juu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitu. Makhawarij wanataka hivyo. Wa hadha lam yahsul min zamanin faqad taghayyarat al-umur, na hili halijatokea katika zama ambazo mambo yamebadilika. Hakuna kitu hiyo. Yani nyinyi sharti eti la kumtii kiongozi mpaka kiongozi asimame sawa katika mipaka ya Allah. Shaka kataja habari hapo, anasema wayudhkar anna ahda muluk bani Umayya, na yanasemwa inasimuliwa kuwa mmoja wa wafalme katika Banu Umayya sami'a anna unasan yatakallamuna fihi wa fi khilafatihi, alisikia huyo mtawala kwamba watu wanamzungumza yeye na wanazungumza ule utawala wake, wanazungumza vibaya. Fajamaa ashrafa an-nas, yule mtawala akawakusanya wale watu bora, wa ujahaihim, na wale watu wabora wao, yani wale watu muhimu wale akawakusanya, watakallama fihim, na akawazungumzisha, akazungumza kwa wao. Yani kasikia maneno yanasemwa huko wakimsema yeye na wanausema utawala wake. Yeye akakusanya watu, wale watu wenye maarifa yao, watu bora wale, akawazungumzisha. Waqala lahum, akasema kuwaambia wao, innakum turiduna minna an nakuna mithlu Abi Bakr wa Umar, hakika ninyi mtataka sisi tuwe mfano wa Abu Bakar na mfano wa Umar, yani kwa maana tuwe waadilifu kama vile Abu Bakar na Umar. Mtaka hivyo? Qalu na'am, wakasema ndiyo. Anta khalifatu wa hum khulafa, wewe ni khalifa na wale ni makhalifa, kwa maana wewe ni khalifa na wale kina Bakari kina Umar ni makhalifa pia. Kwa hivyo sisi tunataka uwe mfano wa wale. Qala, yule mtawala akasema kuwaambia, kunu anta mithlu rijali Abi Bakr wa Umar, nakun nahnu mithlu Abi Bakr wa Umar, kuwa wewe au kuweni, nimekuja kwa wingi, kuweni kama vile nawaambia, kuweni ninyi mfano wa wale watu aliokuwa akiwatawala Abu Bakar na Umar, na sisi tutakuwa mfano wa Abu Bakar na Umar. Yani nyinyi kuweni kama wale watu ambao walikuwa na watawala Abu Bakar na Umar, na sisi tutakuwa mfano wa Abi Bakar na Umar. Sheikh anasema wa hadha jawabun adhim, na hili ni jawabu adhim, kwa maana ninyi mnataka sisi tunyooke, mbona nyinyi mjanyooka? Mwataka tukae sawa, mbona nyinyi mko sawa? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anawatawalisha watu vile walivyo, si ndivyo alivyosema Allah, wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dha bima kanu yaksubun, na hivyo ndivyo tuwatawalisha baadhi ya madhalimu juu ya baadhi nyingine, madhalimu wengine, kwa vile walivyokuwa wanachuma wao. Kwa hivyo ninyi mlivyo ndio mtapata watawala mfano wenu, au sio? Sasa msilalamike tu kadha, nyewe mkoje? Kwa nini mko sawa? Yani nyinyi mmesimama sawa? Ninyi si ndio wale ambao mkitawalishwa mwenda kupora mali za umma, si nyinyi? Ninyi mko sawa. Sasa mnataka watawala wenu wawe kama Abu Bakar na Umar, nyewe mko sawa? Sasa zindukeni katika haya, msilalamike tu, kaeni sawa ninyi, watawala pia watakuwa sawa. Kinyume chake, ikiwa ninyi hamjakaa sawa, vile vile watawala wenu ni mfano wenu. Kadhalika Sheikh atataja habari nyingine hapa, asema wadhakaru anna rajulan min al-khawarij
الذين خرجوا على علي بن أبي طالب جاءوا إلى علي فقال له na inatajwa pia kuwa mtu mmoja katika makhawarij ambao walitoka chini ya toa ya Ali bin Abi Talib walikuja kwa Ali bin Abi Talib akasema yule bwana kumwambia Ali bin Abi Talib ya Ali ma balu an-nas kad taghayyaru alayk wa lam yataghayyaru ala Abi Bakr wa Umar akamuuliza Ali bin Abi Talib yule bwana yueje watu wamgeukia mbona watu hawakuwageukia Abu Bakar na Umari قال علي بن أبي طالب يقسم لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي وسباب ولي watu wa Abu Bakar na Umar ni mimi na mfano wangu yani wale watu ambao Abu Bakar na Umar walikuwa watawala ni mimi yani Ali bin Abi Talib na mfano wangu wa rijali na watu wangu ambao mimi ninawatawalia au ninawatawala anta wa amthalu ni wewe na mfano wako yani wewe umekaaje umekaa sawa jipime wewe kwanza sasa usifananishe kama mbona wale ni nani na nyinyi ni nani sasa nyinyi ikiwa kama watu wa Abubakar na Umar basi Allah atabadilisha hali na ikiwa kinyume chake ninyi si kama wale basi fahamuni nyinyi mtaalamika bure tu badilikeni nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilisha wale viongozi wenu hizi ni baadhi ya nukulu ambazo al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amestaja tuisomeni hadithi ya 4 hapo au tuadhini kwanza adhini tukisoma hadithi ya 4 hapo naam alhadith الرابع hadithi ya 4 katika mlango عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ipokewa kutoka kwa an-Nu'man ibn Bashir Allah awawi radhi yeye na baba yake عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يpokewa kutoka kwa mtume alayhi salam akasema mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha mfano wa yule aliyesimama vyema katika mipaka ya Allah wal waqi' fiha na yule aliyetumbukia akavuruga mipaka ya Allah kavunja mipaka ya Allah na makusudio ya mipaka ya Allah hapo ni yale mambo aliyoharamisha Allah kwa mfano wa yule ambaye amesimama vyema katika mipaka ya Allah na mfano wa yule ambaye ameingia akavuruga hiyo mipaka ya Allah kamathali qaumin istahmu ala safina ni kama mfano wa watu waliopiga kura juu ya kupanda safina au katika kupanda meli safina kamathali qaumin istahmu ala safina kama vile mfano wa watu waliopiga kura juu ya kupanda meli au safina fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha baada ya kupiga kura ikawa baadhi yao wako juu ya ile safina na baadhi yao wako chini ya ile safina kwa maana safina ina sehemu mbili sehemu ya chini na sehemu ya juu sasa katika kuingia kwenye safina hiyo inapigwa kura ni nani atakuwa sehemu ya juu ni nani atakuwa sehemu ya chini watu wakapiga kura ikaja kutokea baadhi yao wako juu ya safina na baadhi yao wako chini ya safina wakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma na wakawa wale ambao wako chini ya safina sehemu ile ya chini ya meli
idha istaqau min alma, pale wanapopata kiu ya maji. Wa kana alladhina fi asfaliha, na wakawa wale walioko chini, sehemu ya chini ya ile safina, idha istaqau min alma, wanapopata kiu ya maji, marru ala man fawqahum, huwaendea wale walioko juu yao, yani wao wako chini ya safina, lakini wakiwa na shida ya maji, wanahitajia maji, basi huwaendea walio juu yao. Faqalu, wale walio chini ambao wanapata shida ya kupanda kwa wale walio juu ya safina, wakipata kiu ya maji wanapanda kwenda kuwaomba maji huko juu, wakasema wale walioko chini ya safina, law anna kharatna fi nasibina kharqa, lau sisi tungetoboa katika hii sehemu yetu ya chini, kutoboa yani tungetoboa hii sehemu yetu ya chini, walam nu'dhi man fawqana, wala tusingewaudhi walioko juu yetu. Wako majini hao, safari ya kwenye maji, lakini wao wamepata wazo bovu kabisa, wazo baya, kwamba lau sisi tukitoboa sehemu yetu ya chini hapa, tusingewaudhi wale walioko juu yetu. Yani wanafikira wao, kwa sababu maji yanapatikana chini, basi watoboe hapa wapate maji kwa urahisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa in tarakuhum wama aradu, ikiwa watu wa juu watawaacha hao watu wa chini, wama aradu, na yale wanayoyakusudia wao, kwa sababu watu wa chini wanakusudia watoboe ile sehemu yao ya chini, alafu wapate maji kwa wepesi. Fa in tarakuhum, ikiwa watu wa juu watawaacha wao hao watu wa chini, wama aradu, na yale wanayoyataka, halaku jamia, wataangamia wote, kwa sababu sehemu ya chini ikitobolewa, basi ile safina itakunywa maji na safari itaishia hapo. Wataangamia wote, wa juu na wa chini. Wa in akhadhu ala aydihim, na ikiwa watawazuia kwa mikono yao, kwa maana hapana, msifanye hivyo. Wa in akhadhu ala aydihim, na ikiwa watawazuia kwa mikono yao, najau wa najau jamia, wataongoka wale watu wa chini na wa juu wataongoka wote kwa ujumla. Hadha mathalun adhim, huu ni mfano adhim, mfano kuhusiana na mambo ya pamoja. Wewe usione jambo la munkar katika jamii ukaleta lugha kwamba mimi halinihusu. La, kama una uwezo wa kuondosha kwa mkono, ondoa. Huwezi basi hata sema, huwezi basi chukia. Lakini ukileta lugha kwamba hii hainihusu, ataangamia yeye huyo anayefanya ovu, na utaangamia wote. Mfano mdogo tu, leo inaambiwa kuna maandamano tarehe 9 leo, iliambiwa hivi kwa sababu walifanya maandamano mafujo yale. Hai ni fujo, walifanya fujo mara ya kwanza, vurugu zao, wakaharibu, wakafanya ufisadi mkubwa kabisa. Sasa yaambiwa wameazimia tarehe 9 kuna maandamano hayo ya fujo. Sasa alafu wakajitokeza watu wengine wakasema, mkitoka tutakatana vitu. Sasa fikiria hichi kwanza, ikiwa watu wenye busara zao watawaacha hao wanayosema tutatoka bila kuwazuia,
na wakawaacha wale wanaosema takatana vichwa, basi kazi iko kwa hakika, itakuwa fujo ya ajabu sana. Kwa hiyo yatakiwa viongozi na watawala wasimame kwenye hili, wawazuie hawa na wale, kwa sababu wale wamesema wazi, inaonyesha kana kwamba vile kuna udini kwamba nyewe tokeni, nchi sio yenu peke yenu, takatana vichwa. Sasa ikiwa watu wenye busara zao hawatawazuia wale na hawa, basi ufisadi wake ni mkubwa sana. Vile vile mfano wa hili, ukiona uovu utakiwa uuzuie kama una uwezo kwa mkono. Kama huwezi kwa mkono, kwa kusema. Kama huwezi kwa kusema, basi hata kuchukia. Lakini ukija na lugha kwamba mimi hainihusu, fahamu inakuhusu. Ataangamia yeye na utaangamia wewe, na hakuna salama katika hilo. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atupigia mfano katika hadithi hii ya 4 katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Sasa kwa leo tutaishia hadithi hii ya 4, tutakuja kuendelea insha Allah kuanzia hadithi ya 5 hapo katika mlango huu. والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.